Hasad na ghadhab ni maradhi mawili yanayotokana na hasira, na kwa sababu maradhi haya ni hatari kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii, ameyataja kisha akayaeleza kwa kirefu. Jana tukazungumza baadhi ya maneno yaliyofungamana na mada hii ya ghadhabu na hiqdi na hasad, lakini tuligusia sana kuhusu hiqdi, lakini nilisahau kuwapa taarif au introduction na mfassala wa nini maana ya alhiqdu. Nilizungumza tu moja kwa moja mpaka tukamaliza darsa. Sasa alhiqdu, unasema ulama, huwa ikhtizanu wa imsaku aladawati walghadabi fi nafsi walqalb hatta tatasannah au tasnah laka fursatu alintiqam. Yani hiqdi maana yake ikhtizanu ni kurundikana, wa imsaku aladawa na kuzuia ule uadui, walghadabu na hasira, fil qalbi, katika moyo wako. Unapozuia uadui, kuna uadui ukauzuia, adui yako ni fulani, lakini ukazuia usionyeshe ule uadui wako kwa maneno au kwa vitendo, unaweza ukaonekana katika jawarih, kwa sababu wanasema ghadhab na ghaidh ni vitu viwili tofauti, lakini vinafanana. Alghadhab inaweza ikaonekana katika viungo, ghadhabu au hasira zinaweza zikaonekana katika viungo. Unaweza ukamwona mtu anatetemeka, au uso umebadilika, au macho yamebadilika, au mdomo umebadilika, au hata maneno yamebadilika. Unaweza ukaiona ghadhab katika sehemu ya viungo vya mwanadamu, lakini wanasema ghaidh mara nyingi huioni na kuwa imo ndani, au inaweza ikawa kinyume chake. Sasa anasema ikhtizanu wa imsaku alghadabi waladawati fi lqalb, unapozuia ghadhabu na ikarundikana uadui na hasira katika moyo wako, mpaka upate nafasi ya kulipa kisasi, uitoe ile ghadhabu yako na zile hasira zako, hicho kilichokuwa ndani ya moyo na nafsi ambacho hukuweza kukitoa, hilo ndilo linaitwa fundo au hiqdi. Sasa kama hujui hili, linaweza likakumaliza. Tukapiga mifano kwamba kuna wengine wanakosa mpaka usingizi. Usingizi ni dawa, ni tiba. Wajaalna naumakum subata, ni katika neema kubwa sana. Ni kuna baadhi ya marafiki zangu wameshawahi kuniambia, bwana, na mwezi wa 3 silali. Mwezi wa 3 ulali, adhabu kubwa. Sasa kama wewe unalala mpaka kwenye swala, unalala ni neema, lakini sio kulala kwenye swala. Kulala unapata usingizi, ukienda ukiweka tu, kesho asubuhi umeamka. Kuna wenzako hawapati neema hiyo. Unapolala unapata raha. Unajua hizi harakati za mchana kutwa, umechoka, umeudhiwa huku, umesukumwa kule, umeibiwa huku, umenyang'anywa huku, umedhulumiwa huku, ukienda ukiweka kichwa, ukilala, ukiamka unakuwa mpya, unasahau yote yale majekejeke yale. Usingizi ni dawa kubwa. Mwenyezi Mungu hakuletei kitu isipokuwa kina maana. Ndio maana akakwambia wajaalna naumakum subata wa min ayatihi manamukum billayl, na hivyo hivyo anausifu usingizi katika sehemu nyingi sana. Kwa hiyo ni dawa kubwa. Sasa ukiwa na hiyo hiqdi, inaweza ikakunyima mpaka usingizi. Ukifumba macho hivi, anakuja yule mtu aliyekughadhibisha, akakusababishia hasira, na hukuweza kumtia adabu wala kumkamata ili upoze kiu chako cha ghadhab na hasira zako. Usingizi unaruka usiku kucha, unageuka huku, unageuka kule.
unageuka huku, unageuka kule, unawaza tu nitumie technique gani, njia gani mpaka ghadhabu zangu angalau nipoe na mimi niwe nimelipiza kisasi. Sasa ile inakuumiza. Sasa kama upati usingizi, unaweza ukaugua, unaweza kupata pressure. Mara nyingi hasira inasababisha pia pressure. Unaweza ukasikia wazazi wengine sema, unamwona fulani mwanangu yule. Mimi nilikuwa sina pressure, lakini pressure ilianzia pale. Kila kukicha naletewa kesi hizi, naletewa kesi zile, naletewa mabala haya, mpaka nimepanda pressure. Zile hasira nimfanye nini? Mpaka wakati mwingine nasema bora nisingekuzaa mtoto wewe. Ni ghadhabu zile. Ghadhabu zinafanya mambo mengi. Lakini ghadhabu tutaepukana nayo vipi? Sisi ni wanadamu. Nani ambaye hakasiriki? Mimi sisemi kwamba msikasirike, wala hapa sitoi mawaidha kwamba bwana nataka niwape kitu kitawafanya msikasirike. Hapana. Kukasirika ni tabia, ni maumbile ya mwanadamu. Hakuna asiyekasirika. Kuna wakati nilisema asiyekasirika huyo ni punda. Unabebeshwa mizigo, unapelekwa huku, unarudishwa kule. Maki mwanadamu kama mtu mwenye akili yake timamu, ukiambiwa jambo lisilokuwa zuri, kutukana, utakasirika. Tunachokizungumza hapa na kukiaidhi mbele ya waumini, hasira yako itakamata njia gani? Vipi usarifu na utasarraf indama taghdab? Vipi utaikontrol hasira yako? Ndio maana tukaitaja ile wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tuliitaja hii kwa madhumuni kwamba umepata hasira, lakini imechukua masara gani, njia gani, imekontroliwaje? Hapo ndipo pahala pakubwa. Unajua hata mtume wetu alikuwa anakasirika alayhi salatu wassalam, lakini mmeona vipi alikuwa akikontroli mtume na kutasarrafu wakati wa hasira. Niwape mfano. Siku ya vita vya Hunain, mtume alipata ngawira nyingi sana, ghanima zile za vita. Wewe chukua ngamia 100, wewe chukua ngamia 200, wewe chukua 150, wewe chukua. Akawapa watu, mgao ulikuwa mkubwa sana, na wengine aliwapa kwa hikma Rasulullah, kwa sababu juzi tu waliingia katika Uislamu. Kwa hiyo anawapa kuwaraghibisha ili waupende Uislamu na watu wengine waone uzuri wa Uislamu waingie. Kuna hiyo tabia mtume alikuwa akiifanya sana, kuwaraghibisha watu, kuwapendezesha watu wauone uzuri wa Uislamu. Basi alikuja bwana mmoja, alimuona mtume amegawa, akaja akamwambia, ya Muhammad ittaqillaha wa'dil, hadhihi qismatun ma urida fiha wajhu Allah. Kaja huko tena wanamtaja mpaka jina. Ulama wal hadith wanasema jina lake Dhul Khuwaisira At-Tamimi. Kamtaja mpaka shakli yake, anasema alikuja amenyoa upara. Usishtuke kama una kipara, maana ni kitu tu kimetajwa, ni masomo, wala usije ukasema wewe ni mfano wake. Hapana. Kisha amevaa ana ndevu nyingi, kafa lihya, ndevu nyingi, kipara, ndevu nyingi, macho yake yameingia ndani. Anaelezwa ile sifa ya umbo lake namna alivyokuwa. Akaja pale anamwambia mtume, muogope Mungu, fanya uadilifu. Huu ni ugavi ambao hakuna ndani yake radhi za Mungu. Hebu yafikirie maneno makavu kama haya anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Dhu Khuwaisira
At-Tamimi, kabila lake la Bani Tamim, anamwambia Mtume, fanya uadilifu. Ugavi gani huu ambao hakutakiwa Mungu? Yani ni maneno mabaya mno, ni kumtuhumu Mtume kwamba hamwogopi Mungu, ni kumtuhumu Mtume kwamba anafanya tofauti na vile alivyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa amebakisha nini huyu mtu kama sio ukafiri? Masahaba hawakukubali, kanyanyuka ambia Rasulullah, nipe amri nimmalize huyo. Haya si maneno ya Muislamu. Mtume akasema la, huyo anaswali labda na sisi tutakuwa tunauana sisi kwa sisi. Sasa Waislamu na dhahiri yake inaonekana ni Muislamu, na sisi nuamilu nnasa bima dhahar, yaliyofichikana ndani tunamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akasema Mtume, watakuja watu katika vijukuu na vitukuu vya huyu, watakuja nasema, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi. Huyu atakuwa na watu wake, kuna zao linakuja la huyu litakuja. Hao watakapokuja utaidharau swala yako wewe ukiona swala yake, yani watakuwa watu wa ibada. Sio kwamba watu watakuwa hawaswali, hapana, wanaswali kiasi kwamba swala yako wewe unaiona ni nothing unapomwona yeye anaswali. Wasiyamak ma'a siyami, na utaidharau saumu yako ukiangalia saumu yake. Watakuja na nadhani wapo na washakuja. Maneno ya Mtume hayadumluki, hayaanguki. Kisha Mtume akasema, yaqrauna alquran, tena hawa watakuwa wanasoma Qurani kweli kweli. Ukisikia sauti Qurani inasomwa vile, asema leo Qurani imesomwa, la tatajawazu taraqiyahum, lakini Qurani haipiti katika koo zao, katika mishipa yao au mitulinga yao, yani haiendi popote. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, yani wakaelezwa awsaf nyingi tu. Ni huyu mtu anaitwa nani? Dhul Khuwaisira At-Tamimi. Hii hadithi tutakuja kuieleza inshallah siku nyingine ukipata fursa kwa kirefu, alafu tuwatafute hawa watu aina hii aliyowasifu au aliyowataja kwa wasfu huu Bwana Mtume. Je, tunao katika zama zetu? Kweli wapo, tutaangalia na lazima wawepo, kwa sababu maneno ya Mtume, wama yantiqu anil hawa. Huyu Dhul Khuwaisira alimwambia Mtume, fanya uadilifu. Maneno haya wewe yafikirie, tumwambie babako. Umekaa pale umemwona baba, ugavi gani huu? Kuwa mwadilifu bana. Baba unamwambia maneno hayo, babako atajisikiaje? Mwanangu, nimekuzaa mimi, nimekulea mimi. Au unamwambia kiongozi wako yoyote tu mkubwa, na mtu yoyote mwingine unaweza ukamwambia, kwa sababu hapokei risala wala wahi, lakini kwa Mtume umevuka mipaka. Ndio maana Mtume akamwambia, waman ya'dil idha ma lam a'dil. Wewe unafikiria ni nani mwingine atafanya uadilifu kama sijafanya mimi Mtume? Anaulizwa na Mtume. Yani kuna mtu mwingine ambaye atakuwa mwadilifu kumliko Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ndio maana kuna kipindi bwana mmoja alikuwa na masala yake, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa masala haya 1, 2, 3, lakini hakutosheka na kauli ya Mtume. Akaona ngoja niende kwa Abu Bakar. Akaenda kwa Abu Bakar, akaambiwa kama alivyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaona hawa watu hawa pengine ni wapole, ngoja niende kwa Umar. Sasa wewe swala ushaenda kwa Mtume,
Ushaenda kwa kule kwa mtume peke yake kuna kutosha, lakini anatafuta upenyo labda wa kauli nyingine labda inayomfeva yeye. Kenda kwa Umar akapata habari kwamba huyu bwana katoka kwa mtume kaja kwa Abubakar, sasa kaja kwako kwa nafsu sual. Akamwambia unatoka wapi? Sasa nimemuuliza mtume, kisha nikamuuliza Abubakar, kisha ukutosheka na mtume wala ukutosheka na Abubakar, umekuja kwangu kwa swala hilo hilo? Ndio. Anambia basi nisubiri. Umar akaingia ndani akatoka na panga. Akamwambia kama mtu ambaye hakutosheka na fatwa ya mtume, hichi ndo kinamtosha. Sasa kwa mtume ni pahala pengine, huwezi kumwambia mtume fanya uadilifu bwana, kisha unamwambia huu ni ugavi ambao lam yurid bihi wajha Allah, hakutaka mtume radhi za Allah kwa ugavi huu. Haya ni matusi. Wanasema msahaba mtume akakasirika, lakini sasa angalia natija ya hasira za mtume. Hakusema kata kichwa, hakusema mtieni adabu, akaeleza tu kwamba watakuja. Mtume anatoa somo pana, kama huyu wapo tena wengi, na ndio hao wanaojulikana kama al-Khawarij waliokuja baadaye wakaleta misukosuko, vita, na mpaka leo au safu zao zipo na wapo wanavuruga dini tu. Akaeleza, lakini pia kuna maneno aliyasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aina ya hasira kama hizi zilizomkuta na watu aina hii. Akasema rahimallahu akhi Musa, Mwenyezi Mungu amrehemu ndugu yangu Musa, laqad udhiya akthar min hadha fasabara. Musa aliudhiwa kuliko hivi na akasubiri, akavumilia. Mtume anaudhiwa, anakasirika, lakini anamkumbuka Nabii Musa, kisha anamwombea dua. Ndugu yangu Musa, Mwenyezi Mungu amrehemu, alipata maudhi zaidi ya haya na akavumilia. Sasa Muislamu hapa unajifunza nini katika vitu vinavyokukuta miongoni mwa mambo makubwa ambayo yanasababisha wewe kupanda hasira? Ndio maana mtume hakuugua pressure wala sukari wala, leo imezidi hivi vitu vyote, na mara nyingine ni maradhi tu, lakini pia madaktari wanakuambia katika asbab na hivi vitu vinakuja. Kuna ndugu yangu mmoja aliniambia, mimi natarajia kuacha kazi. Nikamwambia sisi tunakuhitaji bado. Yeye yuko katika position fulani hivi. Asema hapana. Mbona we mdogo bado na hata miaka 60 hujafika, unataka yeye kama yeye yangu unataka kujiuzulu mapema kuacha kazi kwa nini? Nikamwambia bwana, kutokea niwepo katika kazi ile nimedevelop maradhi, pressure zipo, na kuna wakati mapigo ya moyo na yaona kabisa mimi niko kwenye hatari. Nikisikia tu kitu fulani kutokamana na kazi yangu ile, basi mimi nabadilika, uzito umekwisha, naanza kukonda na kutokamana na kazi ile bwana. Yaani kuna mambo ambayo yanamfanya mpaka anapata maradhi, mambo ya kushtua, na yeye ndo mas'uli. Mambo hayakwenda kama alivyotarajia, watu wameharibu pahala fulani, na yeye ndo mas'uli. Pahala fulani palikuwa panatakiwa paende hivi, amekuja mtu amevuruga, hasira zinapanda. Kwa nini? Lawama nini? Yote yanampeleka mpaka kupata maradhi. Anaona solution, mimi bwana, mwaka huu nawaombeni msinipeleke kwenye posti ile, sitaki kazi tena ile, bora nistaafu mapema. Hasa kuna mtu anapata hayo maradhi kwa kazi, mwingine anapata hayo maradhi kwa watoto, mimi na wewe tuliozaliwa, mwingine anapata kwa mke aliyemuoa. Sipo bwana mmoja alikuja kushtaki, kila siku anashtaki kwa rafiki yake, anamwambia mke wangu bwana hivi. Sasa yule rafiki yake mwisho amejam,
anaambia talikha. Sasa wewe kila siku unakuja hapa unataka huruma yetu, sio muache. Mwache. Kwani kuacha ni dhambi? Kuacha sio dhambi kama kuna sababu ya msingi. Dhambi ni ile talaka bila ya sababu maalum. Ndio kuna watu wanafika kwa mufti, kwa kadhi, akiambiwa mwache huyu, asema mimi najua kuoa tu sijui kuacha. Ndio alinifurahisha kauli moja kule ya naibu kadhi Dar es Salaam. Anasema ilipokuja kesi kama hiyo ofisini kwake, akamuuliza yule anayesema mimi najua kuoa tu sijui kuacha, akamwambia wewe ulipooa ulioa kufuatana na kitu gani? Kutokamana na kitu gani? Yaani mwongozo wako ulikuwa nini katika kuoa kwako? Akamwambia ilikuwa Qur'an. Sasa hiyo Qur'an ndio inakwambia kuna kuacha. Kama ilikuambia kuna kuoa, ilisema kuoana kwa wewe, ndio si kadhi wanasema imsakun bima'ruf au tasrihun biihsan. Yote mawili tena siku ile ile ya harusi. Yaani kama kuna kitu hakikutakiwa kusemwa basi ni talaka siku ile ya kuoana. Lakini kadhi akishakuoa anakusomea aya zile, kisha kukwambia haya fulani bin fulani, naam labbaik, na kuozesha fulana binti fulani kwa mahari yake. Na ikitokea nakwambia pale, ikitokea unataka kuachana, muachane kwa wema. Karibu sote hapa tumeambiwa hivyo. Hatujaambiwa maneno. Ukienda kwenye kuhudhuria wewe ni shahidi, uyasikia hayo, si unaambiwa. Sasa mnafikiria yule kadhi hana akili, anataja mambo ya talaka siku ndo anakuozesha? Alikuwa sitaje kabisa mambo ya talaka bwana. Mimi ndo namuoa hapa, unaniambia tukitaka kuachana. Sasa unatutia nuksi kwenye harusi yetu. Zile ni sheria. Anza anakuja mtu anakuambia mimi najua kuoa tu sijui kuacha. Ulioa kutokana na kitu gani? Biblia. Kama uliozeshwa kwa Qur'ani, na wewe unakwambia alama amara Allah uzawijuka, alama amara Allah min imsakin bima'ruf au tasrih biihsan. Tena kutajia kabisa alivyoamrisha Mwenyezi Mungu. Ukiwa naye uishi naye kwa wema, ukitaka kumwacha muachane kwa wema. Sasa ile kuja kusema mimi najua kuoa sijui kuacha ni ujahili. Kwa ajili hiyo basi wewe unakuja kutuhadithia hapa mkeo hivi, talika ma dharra law talaqtaha. Sasa hizi shida zote unazipata wewe, kumbe nini? Na njia moja ya talaka ipo, mwache. Yeye akajibu akasema akhsha an utalliqaha fayubtala biha ghairi, naogopa nisije nikamwacha, utakuwa mtihani kwa atakaye kwenda kumuoa. Kama kile kisa jamaa kaenda kumtembelea mwenzake nyumbani, anapita naona mapanya yale mabuku yanapita mbele. Huyu panya kaenda mashariki, panya kaenda magharibi, huyu kaparamia kwenye kiti. Sasa hawa panya wote hawa nyumbani kwako hawakukeri wewe? Akasema wananikera. Sasa nini? Sema naogopa kuwafukuza wasije kaenda nyumbani kwa jirani wakamkera. Bora wakae humu wanikere mimi, lakini nikiwafukuza wataenda nyumba ya pili huko, alafu wataanza kumkera jirani. Yani ucha Mungu mpaka hataki. Sasa ndio anasema bwana akhsha an utalliqaha, naogopa kumpa talaka, si kwa sababu yoyote, fayubtala biha ghairi, atakwenda kupewa. Huu ni mtihani huu mtihani huu sitaki ukampate mtu yoyote katika majirani zangu, sababu huyu nikimwacha tu ataolewa na mwingine, na huyo mwingine akimwoa ole wake. Mwanamke mwenyewe ndio huyu, basi atanikera, ataniudhi, lakini atakaa hapa. Sasa kuna watu hivyo wamepata maradhi na makero na kutokana na maisha yao ya ndoa. Hakuna asiyekasirika wala kughadhibika, lakini tunatafuta njia ya kuweza kucontrol na kukasirika Kiislamu, kukasirika kidini, kukasirika kiimani.
Sababu mwenye imani na Uislamu ikimpata wakati wa hasira anajua nikasirikeje. Tuko pamoja? Anasema mmoja katika wafalme wa Bani Abbas, kuna siku aliandaa karamu kubwa, kaja wale watu jaha, watu VIP wamekaa pale, hasa akamwita mfanyakazi wake ghulamullah, lete biriani. Sasa wakati anakuja, unajua kuna watu wengine ukiwaona unatetemeka, watu hujawahi kusikia, hujawahi kuona sura zao, unasikia tu fulani fulani na leo yupo, basi kwa ule mchecheta na hofu na kutetemeka, alikuja akajikwaa, ile biriani yote ikaanguka juu ya kichwa cha yule mfalme au yule amiri katika Bani Umayya. Unajua nguo nyeupe kama hii yangu, alafu nimemwagiwa biriani juu yake kutoka kwenye kichwa changu, na kwa tabu tena na mfanyakazi wangu, tena mbele ya wageni wangu. Hebu hii mauqif ingekuwa wewe. Lakini salama, yule mfanyakazi yule ni mtumwa wake, kijana wake alikuwa anaisoma Qur'an, akamuona bwana wake namna alivyokasirika, akajua hapa leo kazi ipo. Lakini akamtwanga aya ya Qur'an, akamwambia ya sayyidi, Allahu tabaraka wa taala yaqulu wal kadhimin al ghayr, ewe bwana wangu usisetemeke kwa hasira, kumbuka kauli yake Mwenyezi Mungu, na wale wenye kuzuia hasira zao wameandaliwa pepo. Basi aliposomewa tu aya ya Qur'an, hasira ikaanza kujirudi. Yaani sasa sisi tunataka wewe ukasirike Kiislamu kama hivyo, wasikuingize katika mtego watu fulani fulani, ukijua hapa tukimkasirisha huyu sasa hivi atatukana huyu, sasa hivi huyu atasema hovyo. Wasikuingize mkenge kama wanavyosema vijana. Unajua mmoja katika wale mafahali wa mashairi siku moja aliletewa salamu, Al-Mutanabbi aliletewa salamu, akamwambia inna fulanan yahjuk, huyu yasikia wewe mtu fulani anavyokushambulia, anakusema kwa ubaya kweli kweli. Haja ni ile mashairi ya matusi yale, kukupa sifa fulani fulani fulani. Akamwambia fulanun yahjuk, mtu fulani huko anakuponda kweli kweli. Sasa mbona umekaa kimya? Fulani anakusema vibaya, mbona umekaa kimya? Na wewe tunakutambua ulimi wako namna ulivyo. Amsikilize yeye, akawajibu, akamwambia hadha su'lukun yuridu an arudda alayhi fayadkhul at-tarikh. Msijali, achane naye, huyo ni limbukeni. Su'luk yani ni mtu tafi, anataka mimi ni mradi ili apate kuingia katika historia, iambiwe kwamba huyu aliradiwa huyu na Mutanabbi. Mimi najua, mimi nasikia, lakini mwacheni aendelee. Ni mtu su'luku la yastahiqu ar-radd, yuridu an arudda alayhi fayadkhul at-tarikh min awsa' al-abwab. Anataka nirudi maneno yake na mimi ili apate kuingia katika history, kama wanavyosema vijana wale apate kiki, nataka kuingia katika history. Kisha akasema taaba an-nafs an tarudda ala al-laimi, nafsi inakataa kumrudi limbukeni, inakataa. Fa ba'dhu an-nasi yarfa'uhu al-haja. Kisha akamaliza ubaiti wa pili, waandikeni talabatul ilm, taaba an-nafsu an tarudda ala al-laimi wa ba'dhu an-nasi yarfa'uhu al-haja. Nafsi inakataa kumradi mpuuzi, na baadhi ya watu hunyanyuliwa na yale maneno ya kuwarudi rudi, ndio unawanyanyua wewe. Unaona unawabomoa, kumbe ndio unawapa jina unawanyanyua. Hii ni aina fulani ya kutahamal na hasira. Huyu kapewa matusi, kalitiwa salamu, bwana anakutukana, bwana anakuambia hiyo, lakini angalia yeye alivyowajibu, angalia alivyosarraf. Si kwamba hakusikia
wala haumii au hakupata hasira. Ile namna ya kutaamal na vitu kama hivi ndio nakutaka wewe mu'min uwezane navyo. Hasira zako ziwe zina limit, zina speed governor, zina kontroliwa, ili usije ukawahi siku moja ukamchinja mtu kwa meno, wala ukampiga mtu ngumi knockout akakata roho pale kwa sababu tu kakutukana. Mtume alikuwa anatukanwa, na mara nyingine wanamuita, wanambadilisha jina. Au Mujamil si akimuita mtume mudhammam, mtume anaitwa Muhammad, lakini yeye kambadilisha jina. Sasa kinyume au opposite yake jina Muhammad, mudhammam. Yani Muhammad maana yake ni mtu mwenye kusifiwa, kushukuriwa kwa vitendo vyake vizuri vizuri vingi, mpaka watu wanamsifu kila wakati, wanamshukuru. Sasa yeye akabadilisha, akaitwa mlaumiwa, mudhammam, badala ya mshukuriwa, yani kinyume chake. Na akawa anamtungia mpaka na nyimbo, mudhammamun asainahu wa dinahu abainahu wa amrahu qalaina. Yani mudhammam, tumemchoka, tumemwacha, na dini yake hatuitaki, na amri zake tumezikataa. Sasa ingekuwa pia ni mtu wa mbali, ingekuwa afadhali. Ummu Jamil ni mke wa Abu Lahab, na Abu Lahab ni Abu Lahab Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, na huyu ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ni watu wa nyumbani. Anasema mimi sikuudhika wala sikughadhibika kwa ule mshale ulivyonichoma, lakini nilighadhibika nilipouona mshale ule aliyeurusha, aliyeutupa. Unajua maana yake kwamba unaweza ukachomwa mshale, lakini aliyekuchoma ni katika maadui. Lakini fulani ndugu yangu, binamu yangu, rafiki yangu, kijana wangu ndiye aliyesema maneno haya. Hiyo inauma zaidi. Sasa mwenye kusema maneno haya ni mke wa hami yangu, mudhammamun asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qalaina. Huyo mudhammam tumemtupa, tumemwacha na dini yake. Zikashuka aya, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat alhatab. Mratu mwenye huyo, fi jidiha hablum min masad. Ziliposhuka hizo aya, hasira zikampanda, akamtafuta mtume na jiwe mkononi, akaenda mpaka mbele ya Abubakar. Abubakar alikuwa kakaa na mtume, lakini yeye hakumuona mtume. Mwenyezi Mungu kaeka pazia, hakumuona mtume, namuona Abubakar peke yake. Yani kati ya watu wawili yeye anamuona mmoja. Amuuliza, ya Abubakar, aina sahibuk? Abubakar, yuko wapi rafiki yako? Anamtafuta mtume wakati wamekaa. Abubakar anashangaa, anaulizwa mtu ambaye yuko naye, "Musa, vipi ya Rasulullah?" Na mtume ndo aloteremshiwa, wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ukisoma Qur'ani hata wale madhalimu hawakuoni. Mmoja katika wafasiri wa Qur'ani anasema ilipoingia fitna kule Syria, watu wanatafutwa, na yeye ni mmoja katika wale wanatafutwa. Basi alipoona hao wanakuja, akasoma waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Anasema wamenipita hapa, huku wananitaja, wanauliza yuko wapi? Yuko wapi? Leo atakipata, leo atakiona. Yasini hiyo. Sasa ichukue na wewe. Sio ukasema najaribu na mimi. Na mimi nimewasikia wengine wasema bwana, Yasin ni dawa, lakini mbio uwe nazo. Maana yake nini? Uiamini. Uiamini Yasin. Sasa Qur'ani ukiisoma hasa na ikiwa imetulia hasa na imani inafanya kazi, basi watu waovu wabaya hawakuoni. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Aina sahibuka ya Abu Bakr? Yuko wapi rafiki yako? Anasema nikimpata nitampiga mdomo wake kwa jiwe hili. Akageuza akaondoka, na mtume yuko pale pale.
Mtume sasa akasema maneno, angalia maneno haya, si amebadilishwa jina, amegeuzwa jina. Hakuliza jamaa hawana adabu, watoto hawa hawana adabu, mtume wa Mungu, mtume mzima mnamwita mudhammam. Alisema hadithi akisema, undhuru kaifa yusrifu Allahu ismi min sabbi wa shatmi Quraish, tizameni ajabu Mwenyezi Mungu anavonivua na kulivua jina langu na matusi ya Makuraish. Innahum yasubbuna mudhammaman, wao wanamtukana mudhammam, wa ana Muhammad, lakini hawamtukani Muhammad, mimi ni Muhammad. Mudhammam wanamjua wao ni nani. Angalia anavyowa ignore. Hii ni silaha moja kubwa sana. Unadhani mtume alikuwa hana akili ya kuweza kutambua kwamba hawa wananikusudia mimi hilo jina? Anajua, lakini anawaambia angalia, Mwenyezi Mungu analivua jina langu. Hawakusema Muhammadun abainahu amruhu qalainahu wa dinahu asainahu, hawakusema hiyo. Sasa mudhammam, sasa wao mudhammam wanamjua wao, mimi si Muhammad, kwani mimi mama yangu ameniita mudhammam, mimi naitwa Muhammad. Kwa hiyo kama unaniita mudhammam, wewe unamjua wewe mudhammam nani? Mimi Muhammad. Kwa hiyo kama wanatukana wale, wanamtukana mudhammam, hawamtukani Muhammad. Sarafa Allahu shatmahum wa sabbahum. Hii inaitwa fannu tajahul, fani ya kuignore baadhi ya mambo, unayapisha yapite. Usiogelee katika tope, usiingie katika mtego wa hasira. Mimi naingia siku nyingine kwenye mitandao, naona hata wasiokuwa Waislamu mara nyingine wana fitina za kuutaja Uislamu na mtume wa Uislamu na Uislamu wenyewe kwa maneno machafu machafu, mabaya mabaya. Sasa kuna baadhi ya Waislamu wanaingia kwenye mitego ile. Usiingie kwenye mitego ya istifzaz. Najua unaumia sana, najua linakukera mno, lakini jifunze fannu tajahul, la wakati gani kureact na kwa namna gani. Sikwambii usiutetee Uislamu wala dini yako wala mtume wako, lakini kama Muislamu lazima uwe na hekima na uwe shujaa. Unajua hizi hasira zinatupata. Wewe mtu anakuja anataka kuchukua nyumba yako, mali yako, mke wako, anataka kuvunjia heshima, alafu kweli usikasirike, usijitetee, usipandwe na ghadhabu, kwani una mental case, lazima utaghadhibika. Hapana, haiwezekani. Tunachokizungumza ni namna gani hasira zako utaweza kuzisarifu uweze kutetea haki yako bila ya kuudhuru umma wala kujidhuru mwenyewe wala kuingia katika mitego hiyo. Kwa hiyo hasira haiwezi kabisa kuepukika, lakini tasarraf vyema, na kama alivyosema Umar ibn Abdul Aziz, la tuaqib ahadan ala ghadabik, usimpe adabu mtu wakati umeghadhibika. Yakfika an tahbisahu, mweke ndani kwanza, hatta yaskuna ghadabuk, mpaka hasira zikutue. Thumma aqibhu ala qadri dhanbihi, kisha mpe adabu kwa kadri ya makosa aliyotenda. Wala tatajawaz bihi 15 sautan, tena usizidishe viboko 15. Kampa nasaha mtu vizuri. Kwa hiyo mtu siku zote hasira zikimpata ataanza kumfikiria Allah. Ndio maana tumepewa instruction nyingi. Mara nyingi unaambia kama umesimama ukiwa na hasira, kaa. Kama umekaa, lala. Ni njia tu ya kufanya zile hasira zisije zikakukontroli wewe. Iwe nyumbani kwako, iwe pahala kwa kazi, iwe pahala popote. Watu wana hasira na mara nyingine dawa yake ni kuziacha zikarudi zenyewe. Hata vijana wanaokuja, kuna kijana mmoja nafikiri yupo kwenye darasa, mara nyingi alikuwa kila siku ananiambia, mke wangu anataka talaka, mke wangu anasema hanipendi tena, mke wangu hivi. Na mimi namwambia subiri, vumilia.
Leo mambo yamezidi, yamekuwa makubwa. Kaambia basi mpe ruksa kidogo, aende nyumbani akae apumzike, kwa sababu mara nyingine hiyo ndio solution. Niache mimi sitoki hapa bila ya talaka. Tafuta minzi zako zozote, haya mpeleke nyumbani. Alafu baada ya wiki mbili, nenda kamkague, mpelekee matumizi, mpelekee na zawadi, mwambie nimekuja mke wangu kwa masala yetu yale ya talaka. Atakwambia basi yamekwisha. Ukiona hasira zimepanda kiasi fulani, nipe karatasi yangu, au hii hapa karatasi nimekuletea kama unaona tabu. Maana wanawake wanaleta wenyewe karatasi bila kutumwa na kalamu. Wengine pia wanakuandikia alafu wanakuambia wewe tia saini tu hapo. Sasa usitie saini. Au mara nyingine hata ukiwa tayari, basi haya, niliambiwa na Sheikh Uthman, hata nikitaka kutoa talaka nitoe talaka moja. Ikifika pale, basi lete, nimekuacha mke wangu fulani talaka moja, si mke. Hapana, mimi nataka zote tatu. Sasa haja yako wewe si ilikuwa talaka hii moja? Atakwambia hamna, zitoe tatu. Na mara nyingine nakukamata hapa mpaka ulimi unatoka. Hakikisha utoi talaka tatu, usitoe. Atachukua hiyo moja, kama anazitaka sana aende. Baada ya mwezi tu atakuja atakwambia niregee, au atatafuta njia yoyote umregee. Sasa ole wako kama ndio umezitoa zote, umekwisha wewe. Shauri yako. Usije ukasema sikukuambia, usije ukasema hukuonywa. Turudi katika mada. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alimpata sahaba wake Abu Mas'ud al-Badri. Huyu kuna hadithi nyingi anapokea an Abi Mas'ud al-Badri, utamsikia. Abu Mas'ud al-Badri alikuwa na kijana wake wa kazi Ghulam, akawa anamtandika bakora, yadribuhu bisaut. Sasa nyuma akasikia mtu kama anasema ya Aba Mas'ud i'lam, anasema min shiddati al-ghadabi, kwa hasira iliyokuwa nayo siku ile. Sikusikia maneno aliyokuwa anasema wala huyo mtu ni nani, yani alikuwa ameghadhibika. Na ndio maana tunasema ghadhabu mara nyingine inakufanya kiziwi, usikii, kipofu, uoni. Unakuja baadaye unaambia yule mtu uliyempiga teke unamjua bali unajua yule alikuwa Sheikh Abdul Aziz, yule alikuwepo pale. Astaghfirullah. Baada umemtandika yoko geri kumfu mtu na heshima zake, kwa sababu anakukanya. Baadaye akili ndio kama akili zimehama hivi. Sasa nasema ile shiddatul ghadab, lam asma madha yaqul wa lam adri man alladhi yaqul. Ile ghadhabu ilivyokuwa kubwa, sikusikia anasemaje wala ni nani. Lakini alikuja mtu huko anambia i'lam ya Aba Mas'ud, i'lam ya Aba Mas'ud, i'lam. Mwisho sasa nimegeuka, fa idha Rasulullah. Nikigeuka nikitizama hii sauti inatoka wapi, nikamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema fasaqata as-sautu min yadi bihaibati Rasulillah. Kwa ile haiba ya Mtume, kile kiboko nilichokuwa nimekamata kikadondoka. Nikasikia sasa maneno anayoambia, sema i'lam anna Allah aqdaru alayka minka ala hadha alghulam, tambua kwamba Mwenyezi Mungu ana nguvu na anakuweza wewe kuliko wewe ulivyokuwa na nguvu juu ya huyo maskini, huyo kijana wa kazi. Anasema kwa maneno yale tu ya Mtume, nikasema utiquhu ya Rasulullah, kwa baraka, kwa wakati, kwa hali hii ameingia hapa mwenyewe Mtume, na muacha huru huyu kijana, sio mtumwa tena kutoka leo. Na ilikuwa ni zawadi kubwa sana kwake. Nikamwambia anta hurru liwajhi Allah, na hii inanirudisha kule kwa yule mfalme wa Bani Abbas.
Alivyomwagiwa biriani juu ya kanzu yake nyeupe mbele ya wageni wake, akaambiwa inna Allaha ta'ala yaqulu wal kadhimina al-ghayz, na yakarespond akasema kadhamtu ghaidhi, nimezuia hasira zangu. Mfanyakazi wake akamuongeza akamwambia wal afina anin nasi, Mwenyezi Mungu anasema tena na wenye kuwasamehe watu. Sasa ushazuia hasira lakini bado kunisamehe, akamwambia afautu anka, nimekusamehe. Akamuongeza akamwambia wallahu yuhibbul muhsinin, ushazuia hasira, ushanisamehe, lakini Mwenyezi Mungu anawapenda watu wenye kufanya mema na mazuri. Akamwambia zuri ninalolifanya kuanzia leo wewe si mtumwa tena, uko huru, nenda zako. Angalia watu walikuwa wakitafaal na kutaamal na Qur'an. Mimi na wewe tuko hivyo. Zikupande hasira kweli, uambie aya hiyo, sema hapa bwana, wewe ondoka na ushehe wako, niache nimshughulikie huyu. Msalie Mtume baadaye, hakamatiki mtu. Wenzetu wakisomewa watu haya sana, ndio Allah anatupa alama, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Waumini wa kweli ni wale ambao wakitajiwa Allah wanaogopa. Ndio maana Muislamu muumini wa kweli, bwana, mbona mimi sikuamini lile, hebu hapa sa wallahi sijachukua, sijafanya. Akisema hivyo ndio muumini wa kweli, kasika hapa wallahi, basi atakuamini. Ndio maana watu wasiokuwa na dini, wajanja nifaa, anaona ili aaminiwe aape, na anajua kwamba kitu amekifanya ni kweli, anatuhumiwa na tuhuma ni za kweli, lakini ili watu wamwamini, wallahi wanachukua advantage kwa watu ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na kumuogopa. Anajua yule ukimtajia tu Mungu yule anakuacha. Abdullah ibn Umar alikuwa na watumwa nyumbani. Sasa wale watumwa walimsoma Abdullah ibn Umar mpaka wakamjua, wakawa wanaambizana, bwana akikuona unafanya sana ibada huyu anakuacha huru. Basi alikuwa akiingia msikitini Abdullah ibn Umar, wale watumwa wake wanakuja mbele, unajua zile sala za watu ambao wanatafuta jambo, kama yule mtu alokuja bwana, nimekuona umeswali, sala yako ina khushui kweli kweli, mashaallah. Akamwambia sio sala tu, na leo nimefunga Jumatatu. Sasa hiyo ni siri yako wewe na Mola wako. Sasa kwa nini unaitangaza? Sasa nataka ujue kila kitu anachokifanya, sio sala tu na saumu, leo nimefunga. Sasa Abdullah bin Umar akimwona mtu vile safu ya kwanza huru, anapata uhuru wake. Kimwona yuko na katika ibada, anapata uhuru. Mpaka akaja akaambiwa, Abdullah, hebu kuwa mwerevu wewe. Nini? Anasema hawa wana akti tu ili wapate uhuru, hawana cha ibada moja wanaofanya, wanakuhadaa. Akasema neno ambalo nataka mulisikie vizuri. Anasema man khada'ana lillahi khada'na lahu, mtu yoyote atakayetuhadaa kwa Mungu, huyo atatuhadaa kila siku. Nisihadaike kwa Mungu, mimi nikahadaike kwa nani? Amenidanganya kwa Mungu, nadanganyika tu. Hata kama sala zao wanazifanya, mimi maadamu nimeona, watajijua wao wenyewe kwa Mungu. Kuna jamaa mmoja ni mambo ya siasa, lakini rais wake alimwita. Sasa yule rais maskini, mtu sana wa dini, na hakuwa anazijua. Unajua siasa wenyewe wanasema it's a dirty game. Maana nyingine kuna mambo mengi katika siasa. Mwalimu wetu mmoja alikuwa anatusomesha, anatuambia, mnaijua siasa nyinyi? Naambia hatujui. Akamwambia, akatolea mfano kama nilivyowaambia introduction ya jambo hili la al-hiqdi.
alhiqdi huwa imsaku wa ikhtizanu alghadab waladawa fi nafs. Mfano hiyo, nataka kesho muje munipe taarif ya hiqdi ni nini, alafu mimi nawapa taarif ya hiqdi ni hii: ikhtizanu wa imsaku alghadab waladawa fi nafsi au alqalb. Mmejua nyote kwamba hiyo ndio taarifu, alafu kesho nakuja na wauliza, nipeni taarifu ya alhiqdi ni nini? Alafu asimame mwanafunzi mmoja niambie, alhiqdu ta'rifuhu huwa imsak wa ikhtizanu alghadab waladawa fi nafs. Sawa mwalimu? Ni mimi nimwambia hapana, umekosa. Umekosa, na jana ulituambia kwamba hii ndo maana na definition ya hiqd. Umekosea, nakupa nyingine. Ndio siasa wanasema mara nyingine ilivyo, hakuna msimamo mmoja. Jana ilikuwa hivi, leo inabadilika. Mambo yanakuwa yanageuka. Sasa sisi tunajua hivi, sio hivi, ni hivi hivi. Ndio siasa. Sasa kaitwa na rais wake katika nchi fulani huko. Sasa yuko ofisini pale kwenye ofisi ya rais, akajifanya kama mheshimiwa rais, hebu nipe kidogo nafasi nipige simu nyumbani, naweza nikatumia simu yako ya ofisini? Katumia. Mamake fulani, wakati wa sala umefika, jiandae kuswali na watoto wote waamrishe. Na huyu jamaa wala sio mtu wa swala wala nini, lakini anajua rais anapenda sana kuswali, mcha Mungu. Nafikiri mmenifahamu, ndio maana mnacheka. Sasa akamwambia kamaliza. Kumbe anamfurahisha yule rais wake. Mimi na waziri mashaallah, ataki hata kipindi cha sala, si yeye tu, nyumbani kwake huko ataki upuzi. Okay, naenda. Yaliyotokea ni makubwa katika hiyo nchi ambayo naizungumza, lakini hii ndiyo maana ya nini unawahadaa watu. Na mtu mara nyingine unamuhadaa kwa unampiga kwa ile silaha yake. Unajua Uthman Maalim anapenda sana tajwid. Kila siku naenda nyumbani kwako, nimekuja kukusomea kidogo aya 2-3. Bismillahir, sio wewe Sheikh Rashid, Bismillahirrahmanirrahim. Ananikosha kweli kweli. Yaani mtu unampeleka kwenye vile vitu anavyovipenda kwa maslahi fulani au kutaka mambo fulani. Hivi vitu vinatokea. Abdullah anasema mimi atakayenihadaa kwa Mungu huyo ameniweza, mtahadaika tu. Nikahadaike wapi sasa? Basi uko huru. Abdullah Abu Mas'ud al-Badri alipokuja Rasulullah nyuma yake akamwambia, ya Aba Mas'ud, tambua kwamba hivyo unavyofanya si unamkunguta mkongoto huyo kijana unampiga, inna Allaha aqdaru alaika minka alai, Mwenyezi Mungu ana nguvu kama anamkemea kulifanya lile jambo. Mtume hajawahi kumpiga mtu wala kuua mtu. Kuua ilitokea tu yule khabithi mmoja aliyokuwa yeye anamhadidi Mtume, anasema namwona huyu farasi, namlisha, namnenepesha, nitamuua Muhammad juu ya farasi huyu. Ubay ibn Khalaf tampiga Muhammad mpaka afe. Mtume akasema ana aktuluhu inshallah. Huyu alijitakia tu, lakini Mtume hakuwa na ugomvi na mtu yoyote, na wake zake wote hakuwahi kumpiga mke wake, hakuwahi. Na si kwamba alikuwa hakasiriki, anakasirika. Nyinyi ni mashahidi katika kisa kilichokuwa Mtume yuko nyumbani kwake na baadhi ya maswahaba. Nimesoma hii hadithi. Wakati wa chakula ulipofika, ikaletwa sahani kutoka kwa mke mwingine. Mtume alikuwa na zaidi ya wake wawili, yani zaidi, alikufa akiwacha wake 9 wamemkalia yeye. Sasa yuko nyumbani kwa bibi Aisha. Bibi Aisha alikuwa maarufa kwa wivu mkali. Kwa hiyo siku yake, zamu yake, alipoona kwamba
kibakuli au kisahani cha chakula kinatoka kwa mke mwenza, hakuridhishwa na kile kitu, akakipiga mkono, kile kibakuli kikadondoka au kisahani kikavunjika vipande vipande, kile kilichokuwepo pale kikatapakaa, na masahaba wanaona na mtume yupo. Mtume akaagiza chombo kingine na kikaokotwa kile kilichodondoka kikahifadhiwa, alafu akaambia kirudishe hicho kikiwa badala ya hiki. Kisha wale waliokuwepo pale kaambia agharat ummukum, mama yenu ameona wivu umetaharak kwa mama yenu, ndo imetokea hapa. Lisije likakukuta hili nyumbani kwako, rafiki zako au wanafunzi wako wamekuja kukutembelea, alafu litokee jambo kama hilo, mke wako kipige kisahani kivunjike mbele ya wanafunzi wako. Kwanza wanafunzi wenyewe watakulani. Sasa sisi tuliona shekhe ana akili, kumbe hana akili, amewekwa hapa, afurukuti, na itakuwa ndio talk of the town, itakuwa trending. Wanasema watakuja watakuenezea kila pale kwamba umedhibitiwa. Lakini mtume anasema ni wivu. Unafikiri mtume sallallahu alaihi wasallam hakasirishwi nayo? Lakini namna gani anatasarraf. Yani ukija ukisoma mawakifi ya bwana mtume mengi, utakuja tunajifunza mambo mengi sana ambayo sisi tuko mbali sana. Ndio maana Shauqi asema wa idha ghadibta fa innama hiya ghadbatu haqqin la dhighnun wala shahna. Mtume alikuwa hakasiriki kwa ajili yake, anakasirika kwa ajili ya Allah. Idhan tuhikat hurumatullah, pale yanapoonekana mambo ya Mungu yanapitwa mipaka, mtume anakasirika. Lakini vipi ananafidh hasira zake na ghadhabu zake? Abu Mas'ud akasema, maadamu mtume umesema wewe, nimemwacha huru huyu, si mtumwa tena, na walan adriba mamlukan ba'da al-yawm, na baada ya leo mimi sitopiga tena mtumwa. Akaacha kutoka siku ile. Yani hadithi kwa wale wapigaji sana wa watoto wao, wa watumishi, na watumishi wanaonewa. Mtumishi mtu unamtuma usiku na mchana huku na kule, hachoki, anakwenda, lakini unaweza ukaona mtu kaachia bao, kaachia teke kwa mtumishi wake, wanapigwa. Mbali na watumishi wake zetu tunaolala nao, unampiga magumi wewe, alafu usiku unamwambia sogea huku, asogee watu. Sasa jifunze katika hii hadithi, ya mtume Abu Mas'ud al-Badri, anasema lam adriba ba'dahu mamlukan qat, sikupiga tena mtu baada ya hapo, sikupiga tena, na yule nilimwacha huru. Hii ndugu zangu ni namna ya vipi tutataamal wakati watu wanapotughadhibisha na kutufanya tuwe na ghadhabu.